kwa habari za uhakika, kijamii, inabebwa na kitabu kinachosema TAKUKURU mkoa wa Pwani yaokoa zaidi ya shilingi milioni 300 zilizokuwa zimepotea kupitia akaunti feki ya kijiji cha Misufini. Ndugu waandishi wa habari, kazi hii ilifanywa na dawati la uzuiaji rushwa. Kama mnavyofahamu, kuna madawati tofauti la uchunguzi, la uelimishaji na uzuiaji rushwa. Kwa hiyo katika dawati la uzuiaji rushwa kwa kipindi hiki, TAKUKURU mkoa wa Pwani ilifanikiwa kuokoa mapato ya 10% ya mauzo ya ardhi ya halmashauri ya kijiji cha Misufini Kidete wilayani Mkuranga. Fedha hizi ni sawa na shilingi milioni 385 ambazo zilikuwa zimewekwa kwenye akaunti feki ya kijiji iliyogushiwa na mwanasheria wa kampuni iliyouziwa eneo hilo. Katika mauzo hayo, halmashauri ya kijiji itakiwa kulipa shilingi milioni 85 kama 10% ya mauzo, ambapo fedha hizo ziliwekwa kwenye akaunti feki yenye jina kama la akaunti ya kijiji iliyosajiliwa iliyowasilishwa na mwanasheria wa kampuni hiyo. Kampuni iliyonunua eneo husika inaitwa kampuni ya Brilliant Sanitary Ware Company Limited, ambayo ilinunua ardhi kwa shilingi bilioni 3 na milioni 385, ambapo kupata asilimia yake ndio kiasi cha shilingi milioni 385. Kwa hiyo kampuni hii ililipa kijiji pesa hizi wakiamini kuwa wanalipa ushuru wa kijiji cha Misufini katika akaunti halali ya kijiji, na kumbe fedha hii ilikuwa ni akaunti ya mwanasheria. Aidha, baada ya kufanya malipo hayo, mwanasheria huyu alizitoa fedha zote na kuzifanyia matumizi binafsi. Scenario ilikuwa hivi: kampuni hii ilinunua ardhi kwenye kijiji, lakini walikuwa wanamtumia mwanasheria kufanya transaction zote za mauzo. Kwa hiyo mwanasheria baada ya kwenda kuchukua akaunti ya kijiji, akafungua akaunti nyingine ambayo ilikuwa inaendana sawa na jina la akaunti ya kijiji, lakini particulars zilikuwa ni za kwake yeye. Kwa hiyo hii kampuni ya Sanitary ilipolipa zile hela ilimpa yeye kwenda kulipa kwa kwenye akaunti badala ya akaunti ya kijiji. Kwa hiyo sisi tulipata taarifa katika dawati la uzuiaji, tukafanya kazi, ndio tukagundua kwamba ile akaunti ni feki. Kwa hiyo zile fedha zilirudishwa kwenye kijiji, na baada ya fedha hizi kurejeshwa, zimeshapangiwa matumizi. Zimeweza kujenga madarasa mawili ya shule ya sekondari Mbezi Gogoni, madarasa mawili ya shule ya msingi Misufini, lakini pia tumepata matumizi mengine. Baada ya kuwa tumeandika hii press, wakasema kwamba baada ya madarasa mawili waliweza kujenga nyumba ya walimu 2, nyumba 2 in 1, nyumba moja, lakini pia wakajenga matundu 12 ya vyoo. Pia wakajenga kisima kirefu cha maji kwa matumizi ya shule ya sekondari, na pia wakafanya ukarabati mkubwa wa ofisi ya zahanati ya kijiji cha Misufini. Kwa hiyo mnaweza kuona pesa zilivyotumika baada ya kurejesha na kusimamia sisi mpaka zikarejeshwa kwenye akaunti ya kijiji. Lakini mbali na dawati la uzuiaji, huwa tunafanya kazi za kuchambua mifumo. Mifumo hii huwa tunachambua kusaidia halmashauri au taasisi husika. Kama kuna mianya ambayo inapelekea mapato kupotea, tunafanya nao kazi na tunashirikiana kuziba ile mianya. Kwa hiyo kwa kipindi hiki tulifanya mifumo 14 ambayo ilikuwa ni katika ukadiriaji wa mkusanyaji wa mapato katika halmashauri ya mji Kibaha. Tulifanya Mafia na kituo cha utalii Kazimzumbwi. Pia tulifanya katika mfumo wa usambazaji wa maji, ili watu wanapoomba maji mfumo ukoje, alafu na ile kulipia bili kwa kutumia control number mifumo ipoje. Kwa hiyo tulifanya hivyo na hizo taasisi husika na kuwekeana malengo ambayo baadaye tutapata mrejesho wa utekelezaji wake. Pia tulifanya ufuatiliaji wa miradi ya maendeleo. Kama mnavyofahamu, kazi kubwa tunafanya kufuatilia miradi ya maendeleo. Serikali inatuma pesa nyingi kwenye taasisi na katika halmashauri kutekeleza miradi mbalimbali ya maendeleo, ikiwemo maji, shule, zahanati na kila kitu. Kwa hiyo sisi watu tunafuatilia matumizi halisi ili kuona kama kuna value for money na wananchi wanapata ile huduma ambayo inastahili baada ya kupokea zile fedha. Kwa hiyo tulifuatilia miradi 14, miradi 338 yenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 18, na katika utekelezaji huu miradi yote ilikuwa inarudisha. Naweza kuona miradi mingi,
lakini tuna ofisi 9 za TAKUKURU katika mkoa wa Pwani kwa kuzingatia halmashauri tulizo nazo na wilaya, na tuna kituo maalum cha Chalinze na Ikwiriri, yote hiyo ni ofisi. Kwa hiyo kila ofisi inafuatilia miradi, ndio maana tuna miradi mingi 338. Hapo ni kwamba kila ofisi imefanyaje, imefuatilia. Pia mbali na ufuatiliaji, tulifanya uelimishaji. Lengo la uelimishaji ni kusaidiana na wadau, kuwapa elimu wadau ili waweze kusaidia katika mapambano dhidi ya rushwa. Na nyinyi mkiwa wadau, sehemu ya wadau wetu, kwamba taarifa zetu mnazitoa, lakini pia mnaweza kuwa taarifa wazuri, maana nyinyi mnaenda kila mahali, mnapita, mnaalikwa kila sehemu, mnapata kalamu zenu, mnafika sehemu mbalimbali,